Hii ni Tumaini katika Tufani TV, nami ni Mwalimu Zakaria Bernard Mtobesia, na leo tutaangalia zaidi katika malezi ya watoto katika karne hii ya 21, ambalo swala la malezi ya watoto limekuwa ni swala mtambuka. Limekuwa na shida kutokana na teknolojia kukua kwa kasi. Mambo mengi leo katika ulimwengu tulionao leo ni mambo ambayo yamekuwa watoto wakiyaona, wakijifunza na kuyafikia kwa haraka zaidi. Lakini pia kama wazazi tunatakiwa tuwasaidie watoto wetu katika ulimwengu huu, katika kipindi hiki, kuishi katika uadilifu, lakini pia kujifunza kujisimamia na kujitegemea wenyewe. Katika swala la malezi ya watoto kuna mambo manane ambayo tukiangalia leo, ikiwa mzazi utayaishi hayo, ukizingatia kanuni hizi 8, zitakusaidia kumlea mtoto wako ili baadaye aweze kujisimamia na kujitegemea mwenyewe. Jambo la kwanza, usimlee mtoto wako kana kwamba atakuwa ni mtoto kila siku, kana kwamba hatakuwa na atadumu kuwa mtoto kila siku. Jambo la kwanza, hakikisha unapomlea mwanao wakati fulani katika utoto wake, pandikiza mbegu ya kujisimamia na kujitegemea na kufanya vitu mwenyewe. Hapa ina maana kwamba kuna wakati mwache afanye vitu mwenyewe. Mwambie kitu hiki kinafanywa hivi. Uliona mimi nafanya hivi jana. Uliona tunavyoosha sahani, uliona tunavyofuta meza, uliona tunavyofagia, uliona tunavyofyeka, unaona namna ya kufua nguo. Mfundishe taratibu kujitegemea na kufanya vitu mwenyewe. Mfundishe kuanza na nguo nyepesi. Kuna wakati mfundishe kufua nguo zake, afue nguo zake nyepesi, aanze katika umri wake, afanye vitu kutegemea na umri wake. Kama ni kuosha vyombo, osha yeye, mfanye asuze. Usifanye kitu peke yako. Fanya na yeye, mfundishe, baadaye atakuwa msaada na ataweza kujisimamia mwenyewe. Katika kizazi hiki wengi tumetegemea mabinti za kazi na wafanyakazi wafanye kazi kwa sababu tunawalipa, lakini tumesahau kuwasaidia watoto wetu wajisimamie na kufanya kazi wenyewe. Tumetumia muda mwingi kukaa na watoto wetu, hawafanyi kazi, na matokeo yake wamekuwa ni watu hata tunapoondoka duniani, wanapojitenga mbali na sisi, hawawezi kufanya vitu wenyewe. Jambo la pili, mpe mtoto nafasi ya kuchagua mambo mwenyewe. Unapokwenda manunuzi na yeye, unapokwenda kumnunulia kitu, mwache achague mwenyewe. Mfundishe mtoto kuchagua vitu mwenyewe, achague mwenyewe. Ni nguo achague, ili uone ni nguo gani anazozichagua, ili uone ni vitu gani anavyopenda. Ikiwa ni vitabu, mwambie achague mwenyewe, ili sasa ikiwa anakosea ndipo muelekeze, mwanangu, hiki hapana, hiki hakifai. Hata kama ni vinywaji, mruhusu uone mwanao, je, anapenda vitu gani? Hii itakusaidia wewe katika kumlea. Utajua ni wapi anakosea, ndipo muelekeze. Ukimchagulia mwenyewe, kuna wakati itakapofikia wakati wa kutaka kuchagua atashindwa, maana umeizoeza akili yake, ameizoeza akili yake kuchaguliwa na kufanyiwa. Jambo la tatu, wafundishe watoto wako kujifunza kujibu wenyewe. Kuna wakati tunakutana na watu njiani, tunatembelewa na wageni, tunakutana na ndugu na marafiki. Mtoto wako anapoulizwa jambo, mwache ajibu mwenyewe. Wazazi wengi tumekuwa na nafasi ya kudhani ya kwamba watoto wetu hawawezi kujieleza na hawawezi kujibu mambo. Kwa hiyo tumekuwa tukiwajibia. Ameulizwa, jina lako unaitwa nani? Mwache ajibu mwenyewe, usimjibie anaitwa Zakaria Mtobesia. Ameulizwa umri wake, una umri gani? Usimjibie kwamba ana miaka 5. Mwache ajibu mwenyewe. Mfundishe mtoto wako kujibu, ajifunze kujibu mwenyewe. Hili pia ni muhimu. Usimjibie, mwache ajibu mwenyewe. Jambo la 4, mfundishe mwanao kuwa na nidhamu, kujisimamia. Kwa Kiingereza wanaita self discipline. Maana yake nini? Kuna majukumu unampa, mpe muda wa kufanya. Ratiba, mfundishe kuishi ratiba, kujali muda, kujali majukumu yafanyike kwa wakati. Kwa mfano, kuna kazi, mwambie fanya kazi hii, ukimaliza ndipo utafanya jambo fulani. Kuna kazi ya shuleni umepewa ya kufanya nyumbani, fanya na ajisimamie mwenyewe. Amekuja na kazi ya kufanya, mwache afanye mwenyewe, usimfanyie. Hii itamsaidia kujisimamia. Watoto wengi hawawezi kufanya wenyewe, wamekuwa na akili ya kutegemea, wamekuwa ni tegemezi katika kila kitu. Ulimwengu wa leo unatakiwa mzazi umwandie mtoto kujitegemea. Mfundishe mtoto kuwa na nidhamu ya kujitegemea. Wanasema teach your children self discipline, awe na nidhamu. Jambo la 5, mfundishe mwanao kuwa na nidhamu ya kujikontrol, awe na self control. Tunaposema self control ni ile, sio kila kitu amekosewa analia, amekosea analia. Kuna wakati mwache awe na self control. Hii itamsaidia kujifunza kuchukuliana na watu wengine.
Maana leo kumekuwa kuna shida, watoto wamekuwa ni watu wa kureact, na hii pia pengine wanaiga kutoka kwetu. Hauwezi kuwa na ustahimilivu. Tuwafundishe watoto kuwa na ustahimilivu. Ameumia kidogo tu analia. Mfundishe mtoto wako kuwa na self control. Jambo la 6, kubali kumruhusu mwanao akosee, afanye makosa. Hataweza kujua kama akosei. Anapokosea ndipo atakapojifunza kurekebisha makosa. Sio kwamba amefanya kitu anakusema acha, unaniharibia. Hakuna mkamilifu na hakuna aliyejua kitu kama akukosea. Na kila mtu alijua kwa kujifunza. Katika makosa ndiko tunapojifunza. Kwa hiyo wakati fulani unapomuona mwanao anakosea, amepika ugali mbichi, mpongeze kwa hatua hiyo. Alafu mwambie siku nyingine utafanya vizuri. Sio waze kumkosoa, unamfokea, unamtukana, unaniharibia, uzani unga huu tunaokota, unga tunatumia fedha. Amefua nguo hajatakata, mtie moyo, mwambie siku nyingine utafanya vizuri. Wanapokosea katika makosa ndipo wanapojifunza. Jambo la 7, fundishe mwanao kujitegemea. Self reliance. Mfundishe mwanao kujitegemea. Ikiwa ni kuvaa, mwache mtoto avae mwenyewe. Hata kama anakosea, anapovaa anakosea, mwambie badilisha. Mara nyingi watoto wengi wadogo wanapovaa, mara nyingi kwa mfano wanakosea kuvaa kanda mbili. Nimeona watoto wengi, hata mimi mwenyewe. Watoto wadogo anavaa kanda mbili, ya kushoto anavaa kulia, ya kulia anavaa kushoto. Mwambie hii vaa huku na hivi. Sio una akili. Jua ni mtoto, akili yake ndipo inapoanza kupakia. Ni memory card empty, inapakia vitu. Sasa katika kujifunza na kukosea huko ndipo atakapojifunza. Si amevaa gauni amegeuza nje ndani, unaanza kutukana, unapiga makofi, una akili. Mwambie mwanao vaa vizuri, vaa hivi. Huku ni ndani, huku ni nje. Hiki kiatu vaa hivi, hii socks vaa hivi, hii shati vaa hivi, hii blouse vaa hivi. Mfundishe mwanao. Mwache ajifunze kujitegemea. Acha ajifunze kufunga mkanda mwenyewe. Ajifunge kufunga kamba za viatu mwenyewe. Ajifunze kula mwenyewe. Kwa hiyo mambo ya 8, mzazi na mlezi unapoyaishi haya kwa kumsaidia mtoto, hakika utajenga kesho yake. Leo ni wakati wa kumlea mtoto wako. Maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kile ambacho mzee wa leo anakiishi alijifunza tangu akiwa mtoto. Na mara nyingi watoto walivyo hawasikilizi maneno yetu na hawayaishi maneno yetu, badala yake wanayaishi matendo yetu. Wanajifunza mambo mengi kupitia kwetu. Sisi wazazi na walezi ndio walimu wao wa kwanza. Mama ndiye mzazi, mwalimu wa kwanza. Baba naye ni mzazi lakini ni mlezi na ni mwalimu wake. Kwa hiyo anapokuwa anaanza kuona wazazi wake vitu wanavyovifanya na ndivyo yeye anavifanya hivyo. Kwa hiyo ikiwa mzazi utakosea, hakika unaandaa bomu la kuja kusumbua watu kesho. Na Biblia inasema mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Kwa hiyo mama, ukikosea, huo mzigo ni wako, lakini mwana mwenye hekima ni furaha ya baba yake. Mama, mlee mtoto vizuri ili baadaye waje waseme huyo ni mtoto wa fulani. Wenye hekima wote leo, sifa zinakwenda kwa waliowalea, lakini sifa zinakwenda kwa baba. Ingawaje mama ndiye msingi, ndiye jiwe kuu la pembeni katika malezi ya watoto. Waombee wanao, wafundishe kwa unyenyekevu na hekima kubwa ili kuwasaidia. Kumbuka, kizazi hiki tulichonacho ni kizazi ambacho kinatimiza unabii. Ikiwa mtu ataharibika, anaharibika jumla. Ikiwa atakuwa na hekima, atakuwa na hekima daima, na atapendwa na Mungu na wanadamu wote kama Yesu alivyokuwa. Mariamu na Yusufu walimlea Yesu katika misingi. Maandiko yanasema naye Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu wote. Leo Yesu ni mfano bora wa kuigwa katika kila umma, katika kila jamii, maana maarifa yake, mafundisho yake, matendo yake ni msingi wa tabia njema. Mungu na akubariki sana. Kumbuka kusubscribe channel yetu Tumaini Katika Tufani, like, komenti na kushare video zetu kwa wengine. Ulikuwa nami mwinjilisti na mwalimu Zakaria Bernard Mtobesia wa adha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.